Mambo vipi? Naitwa Mr. House Decoration bwana. Kama mna kumbukumbu vizuri, hii site bwana ni ya muda mrefu kidogo. Na kama mnavyojua, hizi site za ghorofa mara nyingi zinakuwa zina process na kipengele. Chakato unakuwa ni mrefu ili tuweze kuimarisha nyumba ya watu. Sasa nadhani nilikuja kwa mara ya kwanza kabisa, nilikuta huku chini hakuna chochote ambacho kilichofanyika. Yaani palikuwa tu pamemwaga lile zege la msingi. Kwa hiyo tukajenga hizo tofali kama ambavyo unavyoona. Umeona bwana, hizi nguzo zilikuwepo. Tulijenga tu tofali. Na tukaanza mchakato wa kutengeneza hii slabu yetu. Na sasa hivi tushakuwa tayari kwa ajili ya kuanza mchakato wa kuweza kumwaga zege. Umeona bwana, na ngazi yetu ambayo tutakayokuwa tunapandia ni hii hapa. Sasa nataka nikupandishe juu, maana leo hapa ni heka kwa ajili ya kuweza kufanya hii zoezi la zege liweze kuendelea. Umeona bwana, slabu yetu ndio hii hapa. Hii ndio nondo zetu ambazo tumeweza kusuka kwenye hii slabu. Ngazi itakuwa hapa. Umeona bwana, mfumo wa umeme umeshapita tayari. Kwa hiyo hapa sisi tupo tayari kwa ajili ya zoezi la kumwaga zege letu. Lakini kuna canopy kwa pembeni hivi. Kule kuna canopy. Unaona bwana, kwa sababu mwisho wa siku hii nyumba ilikuwa ni nyumba ya chini. Kwa hiyo tunakwenda kuifanya inaungana na ile kule. Yaani ni ghorofa ambayo kwa chini huko kutakuwa kuna muunganiko wa hii nyumba ya ghorofa na hii ya chini, lakini matumizi yatakuwa yanafanyika huko chini. Kwa hiyo hili zoezi zima limefanyika na team Mr. House Building Solution. Unaona bwana, kwa hiyo kama una jambo lako ambao linahitaji mambo kama haya, kumodify hizi nyumba za chini, kuzifanya ziwe za ghorofa, kufanya nini, basi wewe usiwe na shaka, unaweza kunipigia. Namba zangu hizo hapo, unaweza kanicheki. Na hii ndo kazi yetu inaanza rasmi. Nadhani unaona muziki wapo, watu wa nguvu kabisa. Umeona bwana, wapo kwa ajili ya kuweza kuhakikisha zege letu leo linamwagika. Bimu kama unavyoona, bimu za kutosha hizo. Unaona hiyo hapo, bimu imekula milimita 16. Hii ni bimu mama, bimu ambayo inapita katikati. Kwa hiyo tusingeweza kuweka nondo ya milimita 12. Kwa hiyo unaona bimu imepita milimita 16 hiyo. Umeona bwana, bimu ya milimita 16 nyingine hiyo hapo kwa ajili ya support ya hii nyumba, ili mali isije baadaye kaleta madhara. Mafundi chuma wamezingatia, mafundi umeme na wenyewe wamezingatia. Kwa sasa hivi tupo kwenye zoezi zima la zege. Mashine hizo hapo za zege, za kushindilia, za kufanya nini, kila kitu kipo kwa ajili ya kuweza kuhakikisha hii mipango ya hii nyumba inaenda vizuri. Hii nyumba bwana siwezi kumtaja mwenyewe, lakini ni nyumba ya muasisi wa nchi yetu hii ya Tanzania. Long time siwezi kumtaja kwa sababu mtu mwingine hapendi kutajwa. Sasa huyu ni mkewe, mwenyewe amefariki lakini huyu ni mkewe. Muasisi long time. Umeona bwana, waasisi enzi hizo za Nyerere. Lakini mama mpaka leo yupo, ila mume wake ametangulia mbele za haki. Kwa hiyo tupo hapa. Na huku tulipo ni Mbweni. Umeona bwana, huku ni Mbweni. Kwa mkubwa naye ana showcase. Japokuwa ni mama mtu mzima, lakini amesema bwana Mr. House nakuomba. Kwa hadi nyumba za waheshimiwa pia na yenyewe nayo tunadili nazo. Umeona bwana. Tuko Mbweni. Maeneo ya Mbweni nadhani mnayaona. Ukitokeza na hii barabara moja kwa moja unatokea hapo JKT Mbweni. Maneiba ndo wale. Unaona bwana. Maeneo huku yapo kibao, lakini sasa ya moto. Huku kuuziwa eneo bilioni 2, bilioni 1 ni kitu cha kawaida. Unaona bwana. Kitu cha kawaida sana. Mambo ndo kama haya yanaendelea. Mimi naitwa Mr. House Decoration, mdau wangu. Tukimalizana na hili zoezi baadaye nitakufanyia content ambayo itakayoonyesha tumeshamaliza kumwaga zege na tumeweza kutoa mamalini zetu, mambao zetu. Mwisho wa siku inshallah Mwenyezi Mungu afanye wepesi, kazi yetu iende salama, asiumie mtu na wala asizulike mtu. Naitwa Mr. House Decoration. Don't forget to subscribe. Ora, subire banchi diretto. La bocca la prende.
Sasa sheet cover kwa mimi ninakufanyaga mpaka ipigwe plaster. Yani mpaka nyumba ipigwe plaster. Nyumba ikishapigwa plaster ndio unaweka sheet cover. Inaachwa baadaye kwenye kupigwa plaster unaweka sheet cover. Haiwezekani. Gonge tu basi. Lakini fundi wako kakosea na nini? Hiyo kenchi ndogo sio bwana, nakusumbua baadaye.